السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Na leo tutamueleza mwingine miongoni mwa wale wasiopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na pengine huyu huenda akawa ni wa mwisho katika wale wasiopendwa na Mwenyezi Mungu, na baadaye tutakuja kueleza kwenye kipindi chetu kingine kwa ujumla kuhusu wale ambao hawapendwi au wasiopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakayemueleza leo ni katika jumla ya wale waliotajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ile iliyopokelewa na al-Imam al-Baihaqi ambayo imesahihishwa na Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah. Hadithi inaanza inna Allah yubghidhu kulla ja'dhari jawadh. Hadithi iliendelea ikataja idadi ya wale ambao Mwenyezi Mungu hawapendi, na kama tulivyosema Mungu hamchukii mtu dhati yake kama mwanadamu, lakini anachukia ile sifa alionayo na hatimaye kumchukia yule mwenye sifa kama hiyo. Ndugu zangu, huyu wa mwisho tutakayemueleza miongoni mwa wale wasiopendwa na Allah anasema alimun bidunya jahilun bil akhirah. Ni mjuzi wa kuelewa dunia yake, mtu ambaye ni mjuzi wa kuielewa dunia yake. Mashaallah, humwambii chochote kuhusu maisha yake ya dunia anaelewa, lakini ukija katika akhira jahilun an al-akhirah, haelewi chochote kuhusu akhira yake. Nini maana ya kuwa yeye ni muelewa dunia na haelewi akhira? Ni kwamba yeye hamu yake ni maisha yake ya dunia. Atakula vipi, ataoa vipi, atavaa vipi, atapanda vipi, atajenga vipi, yani hamu yake yote inamalizikia kwenye maisha yake ya dunia. Lakini ataswali vipi, atafunga vipi, ataamiliana na watu vipi, atafanya haji vipi, ataishi vipi, atakufa vipi, atafufuliwa vipi na atahukumiwa vipi, hayo yote hayamo kwenye fikra zake wala kwenye moyo wake, wala haimshughulishi. Sasa mtu huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile hampendi. Ya'lamuna dhahira ma fi alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Wanaelewa tu yale yaliyodhahiri katika maisha yao ya dunia, lakini ukija katika akhira yao wameghafilika, kwa sababu wameipa akhira mgongo. Watu sampuli hii ndugu zangu Mungu hawapendi, na watu sampuli hii kwanza duniani Mwenyezi Mungu huwapokonya maisha yenye furaha, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, atakayeyapa mgongo utajo wangu tutampa maisha ya dhiki hapa duniani. Wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na tutamfufua kesho akhira akiwa kipofu. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, Mola wangu mbona tena umenifufua kipofu na nilikuwa nikiona? Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha, hakika zilikuwa zimekujia wewe aya zetu ukazisahau wewe. Wakadhalika alyawma tunsa, basi na wewe leo umesahuliwa. Wapendwa ndugu zangu, tujilazimisheni na jambo linaloitwa kubalance katika maisha yetu, yani tuelewe dunia yetu na vile vile tuelewe akhira yetu. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya, kwamba kila Mungu alichokupa tafutia nyumba yako ya akhira bila ya kusahau sehemu yako katika dunia. Tukiweza kubalance ndugu zangu Waislamu, bila shaka tutaweza kupata mapenzi ya Allah. Lakini ikiwa tutakuwa ni watu wenye kumail katika ulimwengu, lakini ya akhira hatuyajui chochote, tutaingia katika miongoni mwa wale waliotajwa kwenye hadithi hii. Inna Allah yubghidh, Mwenyezi Mungu anawachukia alimun bidunya, mmoja wao ni yule ambaye ni mjuzi katika dunia yake, jahilun bil akhirah, lakini hana anachoelewa kuhusu akhira yake, ni mtu aliyeghafilika. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.